Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu. Nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba. Amejaa neema na kweli. Karibu kwenye podcast ya Pastor Fred Msungu. Tunaamini neno hili litaumbika na kugusa maisha yako. Hautabaki vile ulivyo. Mstari wa 16, 1, 2, 3. Lile pipa la unga halikupunguka, wala ile chupa ya mafuta haikuisha, sawa sawa na neno la Bwana alilonena kwa kinywa cha Elia. Nitakuwa nafundisha kitu kinaitwa sheria ya kufurika kutokea kwenye hii, na unaweza ukakaa kwenye nafasi yako katika jina na mamlaka la Yesu Kristo. Tunapoongea kwa habari ya mafuriko, Mungu awabariki mwanangu, asanteni sana, asanteni sana, asanteni sana. Tuwashangilie kwa ajili ya utumishi mwema katika jina la Yesu Kristo. Sheria ya mafuriko. Mungu ametuita katika mwezi wa kufurika, na anatuonyesha ya kwamba kutoka kwenye Zaburi ile ya 23 tunapoona mstari wa 5, anatuonyesha ya kwamba Mungu ndiye ambaye anaandaa meza machoni pa watesi wetu, anatupaka mafuta, alafu kama matokeo ya mafuta kikombe chetu kinafurika. Sasa ukisoma Biblia utakuja kugundua moja kati ya kitu ambacho ni uhakika ama ni hakika. Mungu amekuwa ni Mungu ambaye anatamani kuwafanikisha watu wake, na sio tu anatamani kuwafanikisha watu wake, anatamani kuwafanikisha kwa kiwango cha kufurika na kujaa. Matter of fact, ukisoma maandiko mengi utaona Mungu anaongea kwa habari ya mafuriko. Anasema wapeni watu vitu nanyi mtafanyaje? Mtapokea. Kiwango cha kufurikwa, kiwango cha kujaa, cha kutikiswa na cha kufurika. Kwa hiyo tunaona kabla ya sisi kupokea kujaa, kabla ya sisi kupokea kufurika, anaanza kutuonyesha ya kwamba kuna kanuni ya kuanza kutoa kwanza kabla ya kufurikiwa. Mimi nilitegemea kwenye kanuni ya kibinadamu wangesema hivi, jilimbikizieni vitu. Anasema kwenye kitabu cha Luka sura ya 6 mstari wa 38, napenda hiyo. Anasema wapeni watu vitu, na hapo ninapenda anaongea kwa habari ya vitu. Kwa hiyo kumbe unachokitoa ndicho ambacho utapokea kwenye kanuni hii. Na ndio maana nasema wapeni watu vitu nanyi mtapewa kipimo cha kujaa. Mtapewa kipimo cha kujaa nini? Vitu. Vitu gani? Vile vile mlivyowapa watu. Kwa hiyo wale watu ambao huwa mnawapa watu mikono waubarikiwe, utagundua utapewa sana mikono pia na wewe ya ubarikiwe kwa kiwango cha kujaa. Ndio kitu ulichokitoa. Anasema hivi, wapeni watu vitu nanyi mtafanyaje? Mtapewa. Alafu angalia, anasema kipimo cha kufanyaje? Cha kujaa na kusindiliwa na kusukosukwa hata kumwagika. Anasema ndicho watu watakachowapa vifuani vyenu. Kwa kuwa sasa hii haitokei tu automatic. Sasa condition iko hapa. Anasema kwa kuwa kwa kipimo kile kile mpimacho ndicho mtakacho pimiwa. Kwa tunaona hii kanuni ya kupewa, hii kanuni ya kufadhiliwa, sio tu kwamba ya utoaji ni kwa Mungu tu, bali hata katika watu waliotuzunguka. Kiwango chetu cha kupokea kinatokana na namna gani ambavyo sisi pia tumefanyika kuwa vyombo vya kutoa kwenye maisha ya watu wengine. Kwa unakuja kugundua kanuni ya kufurikiwa. Eneo la kwanza kabisa ambayo inatuonyesha hakuna mafuriko ambayo hayajambatana na mtu kutoa kwanza ili yeye apokee mafuriko ya kitu fulani. Na ndio maana hapa haongelea hata kwa habari ya sadaka. Hapa anaongelea kwa habari ya vitu. Wapeni watu nini? Vitu. Come on. Wapeni watu nini? Vitu. Alafu anaeleza ni nini ambacho utapokea kutokana na matokeo ya wewe ulichokitoa. Mungu akakupe neema, usiwe unakunja kwa watu katika jina la mamlaka la Yesu Kristo. Wapeni watu vitu. Sasa turudi, kabla hatujafika kwenye supernatural, kabla hatujafika kwenye kanuni zile za kiungu. Hii ni kanuni tu moja ya kibinadamu tumeiona. Lakini utagundua, unaona mara zote hata kitu ambacho Mungu anakuja kukionyesha, mafuriko yanayotokana na kazi za mikono yetu.
Mungu anatuonyesha ya kwamba mafuriko yale yanakuwa triggered na kanuni ya kumtanguliza Mungu kwanza, kanuni ya fungu la 10. Anasema leteni zaka kamili ili kiwepo chakula, Malaki, Galani, alafu muone kama sitafungua madirisha ya mbinguni ili muwe na vitu vya kuzidi vya kutosha mpaka msiwe na mahali pa kuweka. Kwa hiyo tunaona kanuni ya pili ambayo sasa supernaturally ina trigger mafuriko ya kimungu kwenye maisha yetu, inatokea na sisi kumpa Mungu kwanza. Na hapo anaposema kitabu cha Malaki sura ya 3, anasema leteni zaka kamili ili kiwemo chakula ghalani kwenye nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungukia madirisha mbinguni na kuwamwagieni nini? Na kuwamwagieni nini? Baraka. Alafu anasema hata isiwepo nafasi ya kutosha. Kwa hiyo unaona Mungu tena hapo anaonyesha interest ya kutubariki, sio tu kwa namna ya kawaida, kwa njia ya nini? Ya mafuriko. Lakini bado kanuni inakuwa ile ile. Toa. So mtu wa Mungu utaimba kikombe changu kinafurika. Lakini utakuja kugundua hakifuriki kwa sababu neno limeachiliwa. Kitafurika kwa sababu neno lipoachiliwa kuna namna ulijua kanuni ya neno ile inataka kitu gani. Kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 19, asante Roho Mtakatifu, anaongea tena, kuna kitu ambacho anakitamka. Anasema na Mungu wangu atawajazeni. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 19 anasema na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji. Unaona kujazwa, bado neno lile lile linakuja ni nini? Mafuriko. Kama kuna mtu anaelewa sema amen. Kama kuna mtu anaelewa sema amen. Bado neno lile linakuja nini? Mafuriko. Anasema na Mungu wangu atafanyaje? Atawajazeni kila mnachofanyaje? Mnachokihitaji. Alafu hatawajaza kwa kadiri ya mahitaji yenu, ila atawajaza kwa kadiri ya utajiri wake. Yaani maana yake utajiri wa Mungu ndio utakaoamua kipimo cha baraka utakayopokea kwenye maisha yako. Kwa hiyo kama Mungu kuna vitu hana, na wewe hautakuwa navyo. Kama Mungu hajawahi kupungukiwa kitu, na wewe hautapungukiwa kitu chochote. Anasema kwa kadiri ya utajiri wake na utukufu ndani ya Kristo Yesu. Lakini hili andiko sio la kila Mkristo. Na ndio maana I am always very careful kulitumia hili andiko. Hili andiko sio la kila mtu. Hili andiko ni la mtu ambaye ametimiza wajibu fulani. Ambao wajibu ni wajibu gani? Rudi kuanzia mstari wa 16. Anaandika kitu. Anasema kwa kuwa hata huko, Paulo anaongea na hawa wa Filipi, anawaambia kwa kuwa hata huko Thessalonike mliletea msaada kwa mahitaji yangu, wala si mara moja. Mstari wa 17 anasema kitu gani? Si kwamba nakitamani kile kipawa. Paulo ana roho fulani. Sio kwamba nilikuwa nataka, yani sio kwamba nilikuwa nataka familia. Anasema bali nayatamani mazao yanayozidi kuwa mengi katika nini? Hesabu yenu. Ona mstari unaofuata. Anasema lakini ninavyo vyote na kuzidi, tena nimejaa tele. Alafu nimejaa tele kwa sababu ya nani? Nimepokea kwa mkono wa Epafrodito vitu vile vilivyotoka kwenu, harufu nzuri ya manukato, wakatuma na perfume kwa mtumishi wa Mungu, na sadaka yenye kibali impendezayo nani? Mungu. Alafu ndio mstari wa 19, kwa sababu ninavyo vingi na Mungu wangu. Ili andiko si umekuwa unalipokea duyukodu, unalidaka tu. Amena. Unalidaka. Yani, lakini unaona mstari wa 18, hebu nirudishe 1 2 3 mstari wa 18. Wote soma 1 2 3 mstari wa 18. Lakini ninavyo vitu vyote na kuzidi. Tena nimejaa tele. Come on. Unaona? Kwa hiyo unakuja kugundua huyu mtu mafuriko yalianza kutokea kwanza kwake, na yale mafuriko yaliyoanza kutokea yamepitia mikono ya watu wa Mungu. Anasema nimejaa tele. 1 2 3 sema tena kwa sauti. Lakini ninavyo vitu vyote na kuzidi. Tena nimejaa tele. Nimepokea kwa mkono wa Epafrodito vitu vile vilivyotoka wapi? Kwenu.
Kwa Paulo anachokisema, anasema ninayo baraka katika utumishi wangu, ninayo baraka katika maisha yangu. Utumishi wangu umekuwa hauna majuto kwa sababu nimejaa. And guess, nimejaa vitu ambavyo vimetoka kwa kina nani? Kwenu. Kwa hiyo utakuja kugundua kuna baraka inayotokana ambayo inakuwa triggered kwa wewe kufanya moja kwa moja kwenye maisha ya mtu wa Mungu. Yani unapompa wepesi katika kazi yake, kwa sababu whether utafanya au hautafanya, lakini maisha yake kama anamjua Mungu hayatasimama. Kwa hiyo watu wajanja wanachojua, huwa wanajua namna ya kuconnect. Wakati fulani nikasikia kuna huduma fulani wameanzisha uinjilisti wa mtaani. Nilipoona mara ya kwanza wameanza kuzunguka, wanafika wanafanya kitu kinaitwa street evangelism, wanaimba alafu tu watu wanaokoka. Nikawapigia simu nikasema kuanzia sasa mpaka Yesu anarudi mimi ni partner wa hiyo huduma. Kwa sababu gani? Niliona fursa ya kwamba whether nitatoa au sitatoa, hawa watu watafanya. Sasa mimi nataka kuwa wakati wanafanya, na mimi nataka kuwa ndani. Nikawaambia wakati wowote mtikitaka kwenda kuhubiri, as long as mnaenda kuhubiri kwa namna hii, mimi ni partner wa hiyo huduma mpaka siku Yesu ambavyo atakuwa narudi, ama siku atakayoniambia kitu kingine chochote. Kunaona Paulo anachokisema, nimejaa. Alafu kwa sababu nimejaa kwa vitu nilivyovipokea kutokea kwenu, ndio anafika sasa mstari wa 19 anasema sasa na Mungu wangu atawajazeni. Kwa hiyo unaona tumeanza kutokea kule, kanuni ya tatu inakuja pale pale ya kwamba kumbe kujazwa kwa mafuriko yanayowatokea haya ni kwa sababu walitrigger kitu cha kwanza cha kutoa. Ngoja nikwambie, haijalishi huu ujumbe ni mgumu kiasi gani, lakini haiko baraka ya kufurikiwa ambayo inakuja kwa mtu ambaye si mtoaji. Sasa ukirudi kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza, ngoja nisome mahali ambapo nimesoma, nikurudishe pale. Utaona kuna kitu cha ajabu sana ambacho kinatokea. Tunafahamu Elia amefika mahali, yupo kwenye utawala wa Ahabu. Ahabu anakuwa mfalme, anatenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Akiwa nabii katika taifa hilo ni Elia. Na tunaona kuna mambo kadhaa ambayo yanatokea. Ukienda kuanzia mstari wa kwanza, Elia anaenda anatabiri ukame kwa neno la Bwana, na anatabiri lile neno la ukame akiwa na yeye yuko sehemu ya nchi hiyo hiyo. Na ule ukame hakutabiri hivi hivi, ni kwa sababu kulikuwa kuna kitu ambacho anakifanya. Kuna kitu ambacho Mungu alikuwa anakifanya juu ya taifa. Alikuwa anaruhusu lile pigo lije ili taifa wajue ya kwamba wamemwacha Mungu na warudi kwenye njia. Alafu utaona Biblia inasema Mungu akamtuma Elia, akampeleka mahali, akamwambia sasa wewe nenda ukakae mahali fulani kuna kijito. Sasa ukisoma kuanzia mstari wa 3 utaona kuna kitu anakiangalia. Kwa hiyo Elia yeye ameshakatabiri, lakini wakati ile hali inaendelea Mungu anamtunza. Maana yake ni kitu gani? Taifa zima linaweza kuwa kwenye hali ya machozi, lakini kuna watu Mungu amewatunza maisha yao. Ni swala la kujua we ni nani katika Mungu. Ni swala la kujua agano lilobeba. Community inaweza ikawa inalia machozi, lakini katikati ya community ya watu ambao wanatoa machozi, kuna watu wamekaa kwenye mazingira yale yale, lakini bado kuna neema ya Bwana. Unaona wao wanafurahi. Kuna neema ya Bwana, unaona wao wanachanua. Kuna neema ya Bwana, unaona wao wanastawi. Ninaomba hiyo neema ikawe juu yako katika jina la Yesu. Maisha yako yasiamuliwe na community yako. Maisha yako yasiamuliwe na uchumi wa nchi. Maisha yako yasiamuliwe na misimu. Maisha yako yasiamuliwe na hali. Maisha yako yaamuliwe na neno la Bwana. Maisha yako yaamuliwe na Mungu uliyembeba. Maisha yako yaamuliwe na Mungu asiye na misimu, Mungu asiye na majira, Mungu ambaye yeye wakati wote ni high season. Mungu hana low season na high season. Kila wakati kwa Mungu kuko kwenye nafasi ile. Maisha yako yataamuliwa na kibali hicho. Anamwambia ondoka, geuka uende upande wa mashariki, ukajifiche karibu na kijito cha Kerithi kinachokabili Jordani. My God. Mungu hapa anatuonyesha kitu ya kwamba yeye kumbe ndio muumbaji wa kila kitu. Hichi kijito hata Ahabu alikuwa hajui kama kipo. Mfalme wa nchi.
Hapa Mungu ameamua kuonyesha kwamba nchi na vyote vijazavyo ni mali yangu, vinavyoonekana na visivyoonekana. Hichi kijito ni chimbo mwanangu, hakuna mtu anajua. Alafu Mungu akafungue macho yako ukayaone machimbo katika roho. Nani ananielewa? Aseme amen. Mungu afungue macho yako ukaone vitu ambavyo watu wengine hawavioni. Mungu afungue macho yako. Ngoja nikwambie, kwenye kufanya mambo yale kwa namna ile na watu wale usitegemee matokeo mapya. Sasa Mungu anachokifanya, anafungua macho yako. Kama anavyofungua macho ya Elia, anakuambia nenda. Elia alikuwa yuko hapo wakati wote, hajui kama kuna kijito hapo. Anamwambia nenda, alafu angalia with details. Nenda, ondoka, geuka uende upande wa mashariki. Anaanza kwanza upande wa mashariki, alafu ukajifiche katika kijicho cha nini? Cha Kerithi kinachokabili Jordani. Ona mstari unaofuata. Anasema itakuwa utakunywa maji ya kile kijito, alafu nami nitawaamuru. Come on. Sio nitawaagiza, nitawaamuru. Nimekufundisha Ijumaa nikasema Mungu akikupenda anachokifanya huwa anaamuru baraka. Yaani baraka ikiamuliwa maana yake hata kama haitaki inabidi ije. Nani ananielewa? Angesema amen hapa nani? Yaani unajua kuna koo zinakataaga baraka. Yaani kuna watu walishasema hapa hakuna ambaye atamaliza shule. Kuna koo zimeshaka watu wakakaa wakamwaga damu. Lakini wewe ukijua ukoo wako uliotokea ulipozaliwa mara ya pili ni mkubwa zaidi ya ukoo wa Uchagani, zaidi ya ukoo wa Usukumani, zaidi ya ukoo wa Singidani, zaidi ya ukoo wa Mwanzani, zaidi ya ukoo wa Dodomani, zaidi ya ukoo wa kokote ulikotokea, Iringani, Tangani, kokote ulikotokea, hautatishwa na vitu vinaitwa roho za familia. Maana wewe roho ya familia uliotokea ni familia ya Yesu, ni roho njema. Pokea roho njema ya familia yenu kwa jina la Yesu. Hautakitwa na vitu vinaitwa laana za ukoo. Maana kwenye ukoo tuliotokea sisi hatuna laana. Ukoo tuliotokea sisi tumebarikiwa. Tumebarikiwa kutoka kwa Ibrahimu, tukabarikiwa kwa Isaka, tukabarikiwa kwa Yakobo, tukabarikiwa kwa Boazi, tukabarikiwa kwa kina Ruthi, tukabarikiwa kwa kina Yese, tukabarikiwa kwa kina Daudi, tukabarikiwa kutokea kwa Yesu, na Yesu kwa imani akatuzaa sisi. Tumeingia kwenye ukoo wa Ibrahimu. Baraka zile za Ibrahimu, zile za Isaka, zile za Yakobo. Kwa hiyo wakisema kuna mambo ya familia yanakufuatilia, waambie ndio. Familia ya kina Ibrahimu ndio, familia ya kina Isaka ndio, familia ya kina Yakobo ndio, familia ya kina Daudi ndio. Hayo ndio yanayotakiwa kunifuata. Mtu mmoja piga kelele haleluya. Anasema, kwa hiyo unaona anachokionyesha, baraka inafanyaje? Inaamuliwa. Anasema nami nitaamuru baraka ije juu yako. Maana yake either, yani ninapenda hili neno kwenye kuamuru nini? Baraka. Kinachotuonyesha hapa, hiyo baraka ama inataka ama haitaki, inabidi ifanyaje? Ije. Kwa sababu imefanyaje? Maombolezo 3 naandika pale. Nafikiri 3 je ni nani? Niache tu hapo. Je ni nani atakayesema neno nalo likawa, ikiwa Bwana hajaliamuru? Sasa ili kukuonyesha ya kwamba hichi kitu ni Mungu amekiamuru, ona anachokisema. Anasema nitamuamuru kunguru wa kulishi. Mstari unaofuata anasema kitu gani? Basi akaenda akafanya kama Bwana alivyosema, kwa kuwa alikwenda akakaa katika kijito cha Kerithi kinachokabili Jordani. Mstari wa 6 anasema kunguru wakamletea nini? Mkate na nyama asubuhi. Sasa nataka uone neno kuamuru, ili ujue ya kwamba Mungu kweli alikuwa ameamuru. Anachokituma kilete nyama ni kunguru. Watu wa Mungu, kunguru toka lini akafanya delivery ya nyama? Labda niseme hivi, kunguru anaweza akafanya kitu kingine chochote, lakini hawezi akafanya delivery ya nyama. Kwani hamjawahi kuona? Hamjawahi kuona kunguru atakija kwenu dakika 0 anafanyaje? Akichukua nyama anapeleka. Lakini ili Mungu aonyeshe kwamba hii baraka imeamriwa, anatuma kitu kisichotegemewa, anatuma kitu kisichotarajiwa, anachukutuma kitu ambacho hamkuweza kukiwaza kitatokea. Anasema sasa wewe, kwa sababu ni kunguru, peleka nyama.
katika jina la Yesu Kristo. Ikiwa Mungu anaweza akaamuru kunguru kuleta nyama, ninaamuru kwa neno la Bwana kwenye maisha yako, Mungu akatume watu ambao wataleta baraka, watu ambao huwezi kuwatarajia. Mungu akafungue milango ambayo kila mtu atakaposema atajua hii ni baraka imeamuliwa kwenye maisha yako. Mungu akafungue mlango katika jina la mamlaka la kila ambaye atasema ya kwamba hichi ndicho ambacho tunakiona kinatokea, haiwezekani kikatokea. Mungu akakutumia watu ambao hata masikio atakaposikia ni fulani amefanya, watu wajue kwamba huyo ni kunguru aliyeamuliwa na Bwana. Nyosha mikono, sema kwa jina la Yesu. Piga kelele kwa jina la Yesu. Ninapokea neema ya baraka iliyoamuliwa juu yangu. Piga kelele kwa jina la Yesu. Napokea neema ya baraka iliyoamuliwa kwenye maisha yangu. Kaa chini uone. Kwa unaona, anasema akamletea mkate na nini na nyama, na akanywa maji ya kile kijito. So hapa nacho kuonyesha baraka ya Mungu inaamuliwa juu ya maisha ya watu, na Mungu anaweza akaleta baraka kwenye vitu usivyovitegemea. Unaona sasa kinachotokea. Ukirudi kwenye hii mistari, inafika mstari wa 7 sasa. Anasema ikawa baada ya siku kupita, baada ya muda kupita, kile kijito kikafanyaje? Kikakatika ama kikakauka, kwa sababu mvua haikunyesha. Now, mmoja kati ya kitu ambacho natamani ukielewe, Mungu anapofungua milango ya baraka kwenye maisha yetu, hatarajii tuitegemee milango, lakini tumtegemee Mungu mwenye mlango. Kwa sababu mmoja kati ya kosa ambazo tunalifanya kwenye maisha yetu, kuna nyakati Mungu huwa anafungua milango, kuna nyakati Mungu huwa anaachilia neema, kuna nyakati Mungu huwa anatutumia watu, lakini tunakuwa careless kiasi kwamba tunaridhika na watu Mungu aliyowaleta, tunaridhika na milango Mungu aliyoifungua, kiasi kwamba tunaacha kumuona Mungu wa milango, tunaiona milango ya Mungu. Mungu anaweza akatupa watu kiasi kwamba tunaacha kuwaona watu Mungu, tunaacha kumuona Mungu wa watu, tunawaona watu wa Mungu. Sasa hapa anachotuonyesha ya kwamba pamoja na kwamba kunguru ilikuwa ni supernatural intervention, kunguru kutokea, pamoja na kwamba kile kijito pia kwenye kufichwa ilikuwa ni supernatural intervention, lakini Mungu anaamua kukausha kile kijito. Mungu anaamua kukausha kile kijito. Imagine Elia, maisha yake yangekuwa yanategemea kijito, maana yake huu ndo ulikuwa ni mwisho wa Elia. Maisha ya Elia ingekuwa yanategemea kijito na kunguru, huu ndio ulikuwa. Kwa sababu ni kweli Mungu alifanya, lakini Mungu huyo huyo aliyefungua mlango ameamua kufunga, lakini hatulii kwa milango iliyofungwa, kwa sababu ikiwa ambaye alifungua ndio amefunga, tunachojua aliyefungua hajafa, aliyefunga hajafa. Yeye ni yule leo, jana, leo na milele. Kwa hiyo watu wenye akili katika ufunuo, hata milango inapofunga huwa hawatoi machozi, huwa wanaangalia ni mlango gani mwingine ambao Mungu ameuweka baada ya kufunga mlango huu. Ninatamka juu ya maisha yako kwa jina la kila mlango ambao ulifunga kwenye maisha yako na ukadhani kwa mlango huo kufunga na wewe umeisha. Wewe ni mtoto wa Bwana unayependwa sana, na neema ya Bwana iko juu yako. Mlango mmoja ukifunga, bado Bwana anao mlango wa pili kwa ajili yako. Bwana anao mlango wa 3 kwa ajili yako. Bwana anao mlango wa 4 kwa ajili yako. Bwana anao mlango mwingine kwa ajili yako. Kama unapiga kelele, sema napokea katika jina la Yesu. Sema napokea kila mlango ulioko mbele yangu. Now you say, kachi ni kufundishe. Unaona, baada hata huyo mlango kutokea, huo mlango kufungwa, hatuoni Elia akilalamika. Lakini ingekuwa wewe nani? Wewe na mimi tungeanza, baba, mvua haipo, na unajua hii mvua nimeifunga mimi, kwa hiyo hairudi kesho wala leo. Mvua haipo. Kwa hiyo kumbe haikuhitaji mvua, ilihitaji neno. Mtu hataishi kwa mkate tu,
bali kwa kila neno litokalo kwenye kinywa cha Mungu. So for me, kijito kukauka, hii ilikuwa ni kipimo cha imani. This was a test of faith, kipimo cha imani. Na pengine simsherekei mtu ambaye amekuwa na imani kiasi cha kulishwa na kunguru na kunywa maji ya kijito, lakini namsherekea mtu ambaye bado ana imani hata wakati kijito kinapokauka. Bado tunamuona yule mtu haongei upumbavu juu ya Mungu. Bado tunamuona yule mtu hajabadilisha confession yake. Bado tunamuona yule mtu bado hajabadilisha ukiri wake. Kwa sababu ukiri wangu hauletwi na mazingira niliyoko. Na ndio maana Biblia inasema rejoice in the Lord. And again I say rejoice. I am glad the Bible does not say be happy in the Lord. Kwa sababu joy haitokani na chochote. Joy haitokani na chochote. Yani joy ni furaha kuu ambayo hiyo furaha inatoka ndani kuja nje, haitoki nje kuja ndani. Kuna tofauti kati ya happiness na joyness. Na kama unaelewa, na joyful. Kuwa joyful na kuwa happiness ni vitu viwili, kwa sababu ili uwe happiness inategemea na happenings. Ili uwe na happiness lazima kuwe kuna happenings. Yani I am happy kwa sababu ya gari ninayoimiliki, nimepata gari, I am happy nina gari. I am happy kwa sababu kuna mtu ameniambia I love you, I am happy. I am happy kwa sababu nimepewa promotion. But nikiwa na joy, anasema the joy of the Lord is our strength, kwamba hiyo gari ninayo, sina, I am joyful. Yani hicho chote, umenipenda hujanipenda, I am joyful. Kwa sababu gani? Furaha yangu ya ndani haitokani na kitu cha nje, lakini inatokana na kile ninachokijua ambacho Mungu alikifanya ndani yangu. Amenizaa mara ya pili kwa Roho wake, na katika yeye ninaishi, katika yeye ninaenenda, na katika yeye nina uhai wangu. Na ndio maana haijalishi mimi ni tajiri, mimi sio tajiri, ninavyo vyote, sina vyote, I am joyful kwa sababu ninajua as long as Mungu anaishi, kesho yangu iko secure katika jina. Kwa hiyo furaha hayadabaka inapimwa na kile kinachotokea ndani. I am joyful. Nina furaha ndani. Mimi ni mtu mwenye furaha ndani. Nina furaha ndani kwa sababu furaha yangu haitokani na kitu chochote cha nje. Furaha yangu imeambukizwa na kitu cha wapi? Cha ndani. Cha ndani. Ambacho hicho cha ndani actually it's not, sio furaha yako, ni furaha ya Bwana ndani yako. Furaha ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unaona kijito kimekauka, lakini Mungu hajakauka. Mlango umefunga, lakini mwenye funguo hajafa. Promotion imeondoka, lakini anayewapromote watu yupo. Anasema kila kutoa kuliko kwema, na kila kitolewacho kilicho kamili hushuka kutoka juu, kutoka kwa Baba wa mianga, ambaye ndani yake hakuna kivuli cha kugeuka geuka wala kusita sita. Manake anatuonyesha kuna wakati wanadamu wanaweza wakataka kutusaidia, ila wanatuwekea condition. Tusipojaa kwenye zile condition, wanaanza kugeuka geuka. Mimi nilidhani ungefanya hivi, ndio ningekufanyia hivi. Mimi nilidhani ungebehave hivi, ndio ningekufanyia hivi. Mimi nilidhani ungekuwa hivi, ndio ningekufanyia hivi. Lakini Mungu akishasema hana majuto ya kusema nilidhani ungekuwa hivi. Akiahidi, ameahidi, itakuwa katika jina la Yesu. Nimesimama leo kama nabii wa Bwana kwenye maisha yako, ya kwamba Mungu unayemwamini yeye hana majuto. Hawezi kujuta, si mwanadamu. Hata aseme uongo, si mwanadamu. Hata juta. Akisema atakubariki, atakubariki. Akisema atakuinua, atakuinua. Akisema itakuwa, itakuwa. Akisema umebarikiwa, umebarikiwa. Akisema umeinuliwa, umeinuliwa. Akisema umependelewa, umependelewa. Haji tena na maneno ya pili kwamba mimi nilidhani ungefaulu. Kwa hiyo imani yetu haipo tu kwenye kijito kinachotoa maji, kwa sababu hatukiamini kijito, tunamwamini Mungu wa kijito.
hatuamini mlango, tunamwamini Mungu mwenye funguo za milango. Hatumwamini watu, tunamwamini Mungu anayewatumia watu. Maana imeandikwa, amelaaniwa amtegemeaye mwanadamu na kumfanya kuwa kinga yake. Lakini pia amelaaniwa ategemeaye milango kuliko kumtegemea Mungu. Kaa chini nikufundishe. Kama kuna mtu anaelewa aseme haleluya. Kama kuna mtu anaelewa aseme haleluya. Kama kuna mtu anaelewa pige kelele haleluya. Anasema ikawa baada ya siku kijito kikafanyaje? Kikakauka. Lakini wakati kijito kimekauka, mstari wa 8 unatuonyesha sauti ya Mungu haikukauka. Ndio mstari wa 8 anaanza, neno la Bwana likamjia na kusema. Ninasema ndio, ninasema ndio, ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana. Shaya da bakaba ya nabosika. Ninasema ndio. Shakapa ya dabada. Listen to me. Anasema ikawa neno la Bwana likamjia. So acha vitu vyote vikauke, lakini neno la Bwana libaki kuwa amina na kweli. Neno la Bwana libaki kuwa nguvu. Na ndio maana anasema utupe leo mkate wetu wa kila siku. Maana yake kwa mkate huu, hata kama kuna vingine vimekauka, kama jana nilikuja kwa mkate huu, leo nitaishi kwa mkate huu, kesho nitaishi kwa mkate huu, kesho kutwa nitaishi kwa mkate huu, siku inayofuata ni kwa mkate huu. Na huo mkate ni neno la Bwana linalotoka kwenye kinywa cha Bwana. Sasa utaona Mungu anafanya kazi kwa namna mbili za ajabu. Wakati anafanya kazi na mtumishi wake Elia, at the same time kuna mama analia mahali na Mungu anataka kufanya naye kazi, lakini kanuni zinambana. Kwambia leo nitakuhubiria, kanuni zinafanyaje? Zinambana. Kwa sababu Elia ana experience overflow, kwa sababu maisha yake yeye ameshayatoa kama sadaka. Elia hana cha kwake, alimi shamba, na sio kwa ajili yake, kwa ajili ya watu wengine. Kwa hiyo automatic ameingia kwenye payroll ya kiungu ambayo ina cause overflow. Na kwa sababu Mungu hupitisha neema yake kupitia watu, na kupitisha neema yake kupitia objects, hata vitu alivyovichagua. Kama ambavyo kulikuwa na kunguru kwa ajili ya Elia, na Mungu anatengeneza mazingira kuwe na Elia kwa ajili ya mjane wa Sarepta. Watu wachache wananielewa kwenye nyumba hii ya ibada. Kama ambavyo kulikuwa kuna kijito kwa ajili ya Elia, Mungu anamuinua Elia kwa ajili ya mwanamke. Ngoja nikwambie, achana na mafundisho manyonge ya kwamba watu wote ni sawa. Hatuko sawa. Tuko sawa mbele za Mungu, lakini kuna watu huwa wamebeba neema ya majibu ya watu wengine. Kuna watu huwa Mungu amewatanguliza kwa ajili ya watu wengine. Kuna watu Mungu huwa ameyachukua maisha yao, ameyafinyanga kwa njia ngumu ili watu wengine wapite kwenye njia nyepesi. Ngoja nikwambie, as long as huyu mama alikuwa anaomba, msaada wake ulikuwa katika mtu, na huyo mtu alikuwa ni mtu wa Mungu. Leo nimesimama kama mtu wa Mungu kwenye maisha yako. Nimesimama kama mtu mwenye funguo ya maisha yako. Na kama Bwana alivyonituma na neno hili katika jina la Yesu, maisha yako hayatakosa mafuriko. Nasema maisha yako hayatakosa mafuriko. Nasema maisha yako hayatakosa mafuriko. Ikiwa Bwana amenituma kwa maisha yako, natabiri maisha yako hayatakosa mafuriko kwa jina la Yesu. Sema Bwana Yesu. Piga kelele, Bwana Yesu. Kwa neno hili, kila baraka ambayo mtumishi wako ameibeba kwa ajili yangu, na mimi ninaipokea kwa jina la Yesu. Mpe Yesu makofi ya utukufu kama unanielewa. So kuna ofisi ambazo Mungu anazitumia. Kijito ni kwa ajili ya Elia, kunguru ni kwa ajili ya Elia, lakini kunguru si kwa ajili ya mama mjane.
Kwa sababu kwanza mama mjane hana uwezo wa kuaccommodate provision ya kunguru. Hana hizo level. Mungu huwa anaongea na watu, anawapa watu ugavi kulingana na kiwango anachomuelewa. Wewe tu mama mjane amekaa hapa, hajawahi kutabiri, hajawahi kufunga mvua, hajawahi kufanya kitu, alafu leo kunguru analeta nyama. Wewe ungebaki? Wewe kuweza? Nani ananielewa? Wewe ungeweza? Maana yake kuna vitu Mungu anaona, hichi ningekifanya kwa huyu kingekuwa ni kitu cha kukimbia. Lakini kwa Elia, Elia anaelewa. Yaani kwanza, ngoma ya kwanza ameshatoka huko, ameshafunga mvua, kwamba hapa hakutakuwa na mvua isipokuwa kwa neno langu. Alafu amefunga mvua, amesahau na yeye anaishi kwenye nchi hiyo. Ndio Mungu akaamua atengeneze. Kwa hiyo huyu kuelewa kunguru ni rahisi kuliko mama wa Sarepta kuelewa kuletewa mkate. Ndio hapo sasa Mungu anawaweka watu wanaoweza wakatafsiri sauti ya Mungu kwenye maisha yetu. Na tunapojua kuwafuata wale watu, na sisi tunakuwa kwenye kiwango pia cha kuweza kutafsiri. Wakati Mungu anamuita Samueli, alitumia sauti ya Eli, ingawa Mungu alikuwa hana issue na Samueli. Yaani Mungu alikuwa ameshamalizana na Samueli, lakini kwa sababu anajua huyu Samueli bado kuna dimension hajaelewa, siwezi nikaongea naye direct, lazima niongee naye kutokea kwenye ufahamu anaojua. Ndio Mungu anasema Samueli na Samueli. Samueli anaamka anaenda kwa nani? Kwa Eli. So it has to tell you, Mungu alimuita Samueli kwa sauti ya Eli. Kwa sababu Biblia inasema Mungu sio mwanzilishi wa mikanganyiko. Our God is not an author of confusions. Mungu sio mwanzilishi wa michanganyo. Mungu ukiona unasema umemsikia Mungu na umechanganyikiwa, sasa pastor mimi kwa kweli nimemsikia Mungu nimechanganyikiwa. Hujasikia Mungu. Kuna kitu umesikia, ama umejisikia mwenyewe, ama umesikia ulimwengu mwingine. Lakini Mungu hakuchanganya. Mungu anaongeaga na watoto wake kwenye lugha ambayo watoto wake wanaelewa. Alafu anaanza kukukuza. Ukibaki kwenye level ile ndo shida. Kwani hujawahi kuona baba anavyoongea na mtoto wake? Mtoto anasema atata maji, na baba naye anamjibu atata aji, anampa. Yaani kwa baba yeye changamoto sio atata. Changamoto nimeelewa content. Na ndio maana kwenye mawasiliano yako na Mungu kuna wakati nisikuvunje moyo. Unajua si watumishi watu wanavunja moyo. Nilienda katika mlima wa maombi. Nilikuwa katika maombi kwa siku 90. Ndipo Bwana akasema na wewe unaona mimi mbona dakika 20 wasitoboy. Huyu mwamba siku 90 amefikaje? Ndio pale unakata tamaa. Ngoja nikwambie, ongea na Mungu kwa level ya capacity yako. Unaona, anaposema neno la Bwana likamjia, anasema ondoka uende Sarepta, mji wa Sidoni. Na hapa kuna kitu cha msingi nataka nikuonyeshe ambacho kitakusaidia sana. Huu mji haukuwa ni taifa la Israeli. Huu mji ilikuwa ni taifa nje ya Israeli. Manake huyu mtu wa mjane wa Sarepta kwenye muktadha wa kisasa hayupo katikati ya wale waliochaguliwa na Mungu. 1, 2, 3 soma. Ondoka. Kwa sababu mara nyingi tukionaga Elisha tunadhaniaga hawa waliokuwa wanashughulika nao ni wapendwa. Na unakumbuka muktadha wa zamani wa wokovu ulikuwa unatokana na taifa. Na wokovu wa zamani ulikuwa hivyo, ulikuwa ni masuala ya usafi, kuoga. Pasa hiyo umeitoa wapi? Nitakufa kabisa. Walikuwa kutakasa nguo, yani mambo hayo. Ilikuwa tu ni vitaratibu fulani fulani. Sasa anasema ondoka uende Sarepta, mji ulio mji wa Sidoni. So 1, 2, 3 soma. Ondoka 1, 2, 3 soma. Kuna kitu nataka nikuonyeshe hapo. Ondoka uende Sarepta, ulio mji wa Sidoni. Okay. Kwa hiyo kama Sidoni ni mji, kama Sarepta ni mji, Sidoni ni mji. Okay. Ondoka uende Ninawi, ule mji, ukapige kelele,
ambao Ninawi ni mji mkuu wa nini? Wa Ashuru. So Sarepta ni mji wa nini? Wa Sidoni. Weka NIV. Kuna watu bado nimewaacha. Tomaso wanatuchelewesha. Weka twende. Twende haraka haraka. Utaona kuna kitu ambacho anakisemea. Ukiweka tafsiri ya Kiingereza, sijui nani amekaa hapo nisaidie. Anasema go out once to what? Zarepta in the region of where? Sidon. Region ni nini? Manake kama region ni mkoa na hiyo region ni Sarepta, then Sidon ni nini? Aya, nenda kaitafute kwenye ramani, ipo. Lakini sikutaka uione kwenye ramani, nilitaka uione kwenye andiko ili nitanue ufahamu wako. Katafuta kwenye ramani ya Biblia utaiona. Anaenda sasa mstari anasema tazama huko nimemwagiza mwanamke mjane. Kwa hiyo unakuja kugundua kumbe kabla ya Elia kufika, tayari kwenye moyo wa yule mwanamke kulikuwa kuna agizo la msukumo fulani. Na ndio maana mimi kwenye huduma yangu na kwenye maisha yangu hakuna mtu nimewahi kumwambia Mungu ameniambia unipe sadaka. Mimi mpaka natengenezewaga hayo mazingira. Yaani kuna mtu anataka kutoa, anataka umwambie wewe Mungu amesema. Kwambia pastor unasikia nini? Namwambia sisikii kitu. Mimi ningekuwa natakaga hizo. Kwa sababu Mungu ameniambia. No, yani mtu anakutengenezea mpaka mazingira, pastor kuna kitu mimi nasikia ndani. Wewe unasikia nini? Namwambia no. Mimi kuna kitu ninachosikia. Kwa sababu as much as I know, Mungu hawezi akakushurutisha kufanya kilichoko nje ya moyo wako. Kwa sababu Mungu hahitaji sana ulichonacho. Na zaidi sana anapokuitisha kitu fulani, huwa ni mpango wake wa kukuinua kwenye kiwango kingine, na sio kwa sababu yake, ni kwa sababu yako. Kwa hiyo habari njema, kabla Elia hajafika, tayari sauti ya Bwana ilikuwa imeshaenda. Wewe unaelewa, kabla hata kuna sadaka hujaitishwa, tayari huwa kuna sauti ya Bwana inakuja moyoni, inakwambia mimi I have to do this. Alafu utakuta from nowhere ndio mtumishi wa Mungu anasema hebu nileteeni speaker, na unasikia. Kwa hiyo unakuja kugundua sauti ya Mungu ina communicate two ways. Na ndio maana asitokee mtu yoyote wa cheo chochote cha kitumishi kwenye maisha yako akakutisha kwamba Mungu amemwambia uuze nyumba. Akikwambia hivyo, mwambie ngoja nikafanyaje, nikamuulize. Na kama ni yeye alisema, atasema na wewe. Kwenye mambo yote ambayo ni controversial, Mungu anaongeaga mara mbili. Wakati Mungu anamwambia Mariamu una ujauzito wa Roho Mtakatifu, alijua hii ngumu, akaenda kuongea na Yusufu. Kwa hiyo wakati Mariamu anaongea na Yusufu, Yusufu anataka kukimbia, Mungu akaenda usiku, kwa sababu alijua nimeongea na Mariamu lakini Yusufu bado. Yusufu anataka kukimbia, ameshafungasha mizigo, asubuhi anaondoka. Mungu akatokea asema unaenda wapi? Ile mzigo wetu ule kana. Sio kama anakufundisha kitu. That is how God communicate. Kwa hiyo usijisikie huzuni, mzigo, kwa sababu kuna mtu amekwambia ili uponyaji huu utokee, leta sadaka, nenda kachukue na mkopo, ulete sadaka. Unasema lakini mbona sipo kwenye hali ya kutoa mchungaji, nitafanyaje? Nakwambia nenda kakope, leta. Hiyo ni saa ishara. Hapana, hapana. Kama hujaisikia ndani hiyo kitu, achana nayo. Kwa hiyo unaona kitu ambacho nitakao kione, Mungu tayari ameshalitanguliza neno lake kwa yule mjane. Maana yake yule mjane tayari ana idea ya sauti, ya maelekezo, ya kitu gani ambacho Mungu anataka kufanya. Kumbuka, Mungu yupo kwenye business ya kumfanyia overflow Elia, lakini kuna mtu mwingine anatafuta overflow, anayatumia maisha ya Elia kwa ajili ya overflow ya mtu mwingine. Anasema hivi, nimemwagiza huyo mwanamke afanyaje? Akulishe. Sasa angalia, nabii anapofika kwa yule mama, kuna kitu kingine tunachokiona mstari unaofuata. Anasema basi akaondoka akaenda Sarepta, hata alipofika langoni pa mji, kumbe mwanamke mjane alikuwapo akiokota kuni. Now, kuna kitu kinaitwa divine connection.
Na ndio maana maisha nakwambiaga yako spiritual. Yaani wakati anatoka kuelekea kwenye lango la mji, probably Mungu siku 3 nyuma alisababisha kuni za huyu mama ziwepo. Yaani ili siku ya mama kuokota kuni iwe ni siku exactly ambayo nabii anaingia mjini. Alafu wewe unapanga safari uombi. Kwa sababu kuna mahali miguu yako inaweza ikanyanyuka ikawa inaenda. Kumbe hapo mahali unakoenda kuna mtu wa hatima unakutana naye. Na ndio maana watu wenye ufahamu katika roho, mmoja kati ya maombi wanaomba, unamwambia Bwana Yesu, nipe neema yako, nisipishane na mtu aliyebeba baraka yangu, nisipishane na mtu ambaye amebeba majibu yangu, nisipishane. Kwa sababu ngoja nikwambie, kama ulimwengu wa roho unafanya kazi namna hii, then shetani pia anaweza akamanipulate mfumo, akapita mahali fulani ulipotakiwa kuwepo haupo, upo ulipotakiwa ambapo haukutakiwa kuwepo, na kwa kuwepo unapotakiwa kuwepo unakupishana na gari ya mshahara. Just like that. Tuone. Basi akaondoka akaenda Sarepta. Hata alipofika langoni mwa mji, kumbe ili neno kumbe linatuonyesha kitu kwa mshangao. Kumbe palikuwa na mwanamke mjane akiokota kuni. Ndio hii anasema hatua za mwenye haki zinaongozwa na Bwana. Hatua za mwenye haki zinaongozwa na Bwana. Kwa hiyo yeye alidhani anaenda kuokota kuni. Shatabakadaba. Mabibi na mabwana, ulidhani umekuja kutembea, lakini Mungu alikuja kukutanisha na neno lako. Ulidhani umekuja kwenye Jumapili kuabudu kama Jumapili nyingine, lakini kumbe Mungu amekuja kukutanisha na neno lako. Leo ninasimama kama nabii wa Bwana juu ya maisha yako katika jina la mamlaka la Yesu. Ikiwa mimi ni mtumishi wa Mungu, kila ambaye Bwana alimwekea appointment hii katika jina la Yesu, na hatua zako zikaongozwa kwenye nyumba hii, na hatua zako Bwana kazileta mahali hapa, ninatamka kwa jina la Yesu, saa iliyokubalika ni sasa, na siku ya wokovu wako ni leo katika jina la Yesu. Ninatamka juu ya maisha yako ya kwamba hautatoka bila majibu ya maswali yako leo kwa jina la Yesu. Natamka juu ya maisha yako, kila maombi yako Bwana nayo majibu yake leo kwa jina la Yesu. Sema, Bwana Yesu, ninapokea mjumbe na ninapokea ujumbe. Piga kelele, Yesu, ninapokea ujumbe na ninampokea mjumbe. Mpe Yesu makofi, kaa chini nikufundishe. So unaona, anasema kumbe mwanamke alikuwa akiokota, akafanyaje? Akamuita. Kumbuka, yani usione kama Elia na huyu mama wanajuana. Usione hivyo. Lakini kuna kitu kinaitwa divine connection. Divine connection inayowatoa watu mahali na kuwafikisha mahali. Ndio hiyo divine connection inayo connect mioyo ya watu. Kama kuna divine connection, kuna kitu kinaitwa divine disconnection. Hiyo pia unatakiwa uijali sana. Kwa sababu kuna watu utakutana nao na moyo wako utawakataa toka siku ya kwanza. Wewe jifanye bwana wa mabwana. Yaani kile kinacholeta divine connection, kile pia kinaweza kikaleta divine disconnection. Sio kila mtumishi wa Mungu ni wa kwako, including me. Just in case unadhani namsema mtu na hata mimi. Ukisikia divine disconnection, disconnect. Za mtu wa Mungu, sio kila mtu ametumwa kwa ajili yako. Sio kila sauti utaielewa. Sio kila mtu ni wa kwako. Na ndio maana kuna mtu unamsikia kwa mara ya kwanza, unaanza kusema, mbona huyu mtu kama tunafahamiana? Mioyo. Na ndio hapa mtu anamuita stranger, anaokota kuni, anamwambia, akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo na chombo, nipate kufanyaje? Kunywa. Sasa angalia, kabla Mungu hajakupeleka kayadaba. Niangalie everybody. Shaya tabakadabasika. Kabla Mungu hajakupeleka kwenye kiwango cha kutaka kuinua kwenye mambo makubwa, Mungu anapima kwanza utayari.
Na wengi wetu milango imefunga kwa sababu hatukuonyesha utayari. We are not interested kwenye kile kitu Mungu alichokisema. Nakumbuka one of the great Bishop Oyedepo aliwahi kusema, Mungu aliwahi kumwambia ya kwamba there is a place for you at the top if you are interested. Kwa hiyo kumbe Mungu huwa anatafuta interest zetu. So, Mungu hata kulazimisha kukubariki kama ufahamu wako hauko tayari kukubariki. Sasa unaona Biblia inasema anamwita, anamwambia niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa. Mstari unaofuata anasema kitu gani? Alipokuwa akienda kuleta, akamwita, akasema niletee na kuomba kipande cha mkate mkono. Maana yake huyu mtu alikuwa hataki maji, alikuwa anataka mkate. Ila kabla ya mkate, ngoja tupime utawali wako kwenye maji. Kaniletee maji. Mama watu moyo wake umefunguka. Maji baba, maji. Maji hapa kwetu si hakuna shida. Maji ni uhai, twende. Wakati aleta maji asema no. Mkate. Maanake Mungu alipoona utayari kwenye step ya kwanza, akaingia kwenye step ya pili ambayo ndio ilikuwa uhitaji. Huyu mama alikuwa hana uhitaji wa maji, alikuwa na uhitaji wa mkate. So breakthrough yake isingetokea kwenye maji. Hakutaka maji. Anasema alipokuwa akienda akamwita, akasema niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. Mstari unaofuata, naye akasema kama Bwana Mungu wako aishivyo. Huyu mama amejuaje kama huyu ni nabii wa Bwana? Kumbuka kule juu wakati Mungu anamtuma, anamwambia nimeshamuagiza tayari. Maana yake huyu mama alipokutana anajua kile nilichoambiwa ndio hichi. Kuna wakati Mungu anaweza akakuelekeza kutoa na usijue nani wa kumpa, lakini ukikutana naye utajua yule niliyekuwa natakiwa kusaidia maisha yake ni huyu hapa. Divine connection. Sio kila sadaka huwa inajibu kila mahali. Sio kila mbegu inaota kwenye kila udongo. Na ndio maana lazima tuwe sensitive enough kumsikia Roho Mtakatifu anataka tufanye nini, kwa wakati gani na kwa nini. Kama tunataka kuona nini? Mafuriko. Utaona mstari unaofuata anasema sina mkate ila konzi ya nini? Ya unga katika pipa na mafuta katika nini? Katika chupa. Lakini nabii hajauona unga, ameona mkate, kwa sababu ameenda kama ambavyo Mungu anataka kukifanya, ndicho yeye anachokisema kwenye maisha ya yule mama. Kwa utaona pamoja na kwamba huyu mama anasema sina, ila bado anaonyesha kuna kitu anacho. Habari hii inafanana na mjane mwingine wa Wafalme wa Pili ambaye mtoto wa Elia aliwahi kukutana naye. Sijajua huko na wajane ukoje, pengine walikuwa wana upako wa kusaidia hao. Elisha hapa, Elia amekutana na huyu mjane, lakini ukienda kwenye Wafalme wa Pili kule mbele kabisa utaona Elisha naye alikutana na mjane ambaye alikuwa anahitaji mafuta. Alafu yule mjane naye alimwambia same thing, ya kwamba sina hicho kitu. Sasa kabla tujaenda kule, ukirudi hapa Yesu Wafalme, Elisha akamwambia nikufanyie nini? Akasema una kitu gani nyumbani? Akasema mimi mjakazi wako sina kitu, ila nafanyaje? Nina chupa tu ya mafuta. Rudi kwenye Wafalme wa kwanza huko, utaona yule naye anasema sina mkate. Mabibi na mabwana, Mungu hawezi kukuitisha kitu ambacho hauna. Ukiona Mungu kuna kitu amesema unacho ila hujakiona, anachotaka kukufanya ni kuyatransform macho yako kupitia sauti yake, ujue kile ambacho ulikuwa unasema hauna kiko kwenye nyumba yako.
katika jina la Yesu. Kuna mambo unayaombea, Roho wa Mungu amenituma nije kuambia yako pembeni yako. Kuna vitu unalia lakini viko kwenye mfuko wako. Kuna fursa unazitafuta lakini zimekuzunguka wewe. Neno la Bwana linapotumwa, wewe linatumwa kugeuza ufahamu wako, uone ule uhitaji wako unatoshelezwa na kile kilichoko ndani yako. Katika jina la Yesu, pokea neema ya kuyaona mambo Mungu anavyoyaona. Pokea neema ya kuona jinsi vile Mungu anavyoona kwenye maisha yako. Pokea neema ya kuona ugavi wa Mungu hata mahali ambapo unaona hauna chochote cha kusimamia. Neema ya Bwana ikakupe kuona. Kama unaelewa, piga kelele haleluya. Anasema ila kozi ya unga pipa, anasema na mafuta kidogo katika chupa, nami ninaokota kuni 2 ili niingie nijipikie mwenyewe na mwanangu tufe. Ubinafsi unaua. Kwa hiyo huyu mama yupo kwenye point of life and death, lakini kiukweli haipo mikononi mwa Mungu, ipo mikononi mwake. It's either utaendelea na plani ya kupika ule mwenyewe ufe, ama utachagua kuingia kwenye plani ya neno jipya la Mungu lilokuja kwenye maisha yako. So many times when Mungu anapotuita katika kutoa mahali pengi, Mungu anapotuita katika utumishi, huwa anatukuta katika wakati ambapo sisi tunajiona tuna upungufu, hatuna kitu. Ndipo wakati ambapo Mungu huwa anataka kuzaa kitu ndani ya maisha ya mtu. Anasema ili nijipikie na mwanangu kisha tule tufe. Mstari unaofuata anasema kitu gani? Elia akamwambia usiogope. Na mimi nimekuja kama Elia kwenye maisha yako kukwambia usiogope. Sijui ni nani, sijui Mungu anaongea na wewe nini, sijui umekuja kwenye ibada hii unataka nini, sijui unatarajia nini, lakini Mungu amenituma nije kukwambia usiogope. It seems like death. Inaonekana ni kama kifo, lakini habari njema ni kwamba you will not die. Hautakufa. Utaishi kwa neno hili. Usimulie wema wa Bwana, usimulie ukuu wa Bwana, usimulie matendo ya Bwana, usimulie mkono wa Bwana. Anasema usiogope, nenda ukafanye kama ulivyosema, lakini usifanye kwa ajili yako. Kile ulichokuwa unakifanya kifanye, but this time not for you, this time for me. Nipe nile mimi kwanza. Kwa hiyo kweli kaokote zile kuni zako na ule unga wako na vile vile mafuta kidogo, kafanye vile vile, lakini sio kwa ajili yako. Kafanye nini? Mimi kwanza mkate mdogo kaniletee, kisha ujitengenezee na mwanao. So Elia anachotuonyesha hapa katika Ufunoni, angalie huyu mama, inawezekana asingetia haya maelezo. Inawezekana hata ule mkate uliokuwepo ulikuwa haumtoshi yeye na mwanae. Kwa hiyo hapa Mungu ametokea katika hali ya uhitaji na kumfanya huyu mtu kuwa kama mbegu, ili huyu mama aone mafuriko, aone kufurikiwa kwa kikombe chake, aone kufurikiwa kwa kapu lake. Kuna kitu ilibidi akifanye kwanza. Hii inaitwa sheria ya mafuriko. Nimekuonyesha kutokea kwenye fungu la 10. Nimekuonyesha kutokea kwenye kuwapa watu vitu. Nimekuonyesha, unajua kugundua mafuriko yoyote yameambatana kwanza na kutoa. Anasema ujiongezee na mwanao. Mstari unaofuata anasema kitu gani? Anasema kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, lile pipa na unga halitapunguka, wala ile chupa ya mafuta haitaisha, hata siku Bwana atakapoleta mvua katika nchi. Mstari unaofuata ndio tumalizie haraka. Anasema basi akaenda akafanya kama alivyosema Elia, na yeye mwenyewe na Elia na nyumba yake wakala siku nyingi. Kwa hiyo unaona tayari anatuonyesha overflow. Lakini hii overflow ilipotokea, haikutokea kwa sababu imetangazwa. Ilitokea kwa sababu kuna mtu alikuwa na utayari. Sasa unaona hii kutokea kwenye kinaangalia. Angalia kitabu cha Luka sura ya 4. Yesu anakuja kuitafsiri hii overflow kutokea kwenye kitabu cha Luka sura ya 4. Yaani nipeleke hapo haraka, nataka nisome hiyo kitabu cha Luka sura ya 4. Pengine kuna kitu utakiona. Utaona ukisoma kuanzia mstari,
Soma kuanzia mstari wa 25. Kuanzia mstari wa 25 utaona kuna kitu anasema. Unaona Luka sura ya 4 mstari wa 25 anasema lakini uhakika. Okay, rudi juu mstari wa 22. Anasema wakashuhudia yote, wakastaajabia maneno yake. Hapa ni wakati Yesu ameenda hekaluni, alafu amesema Roho wa Bwana yu juu yangu. Alafu alipomaliza akasema haya maandiko yametimia kwenu. Wakakataa. Walipokataa, Yesu sasa ndo anawarejea kwenye story iliyowahi kutokea kwenye Biblia. Anasema hivi, mstari wa 23, anasema kuanzia mstari wa 23 anaandika kitu. Anasema akawaambia, bila shaka mtaniambia mithali hii, tabibu, jiponye nafsi yako. Kama wale ambavyo nishike niangalie. Watu wanaosemaga kuna misemo waga ina trend sasa hivi, ni kama ina make sense. Wanasema wewe ukitaka gari, mchungaji anasema kuombee. Mchungaji akitaka gari, wanasema toa sadaka. Ndio hii hapa. And I am glad sijawahi kuitisha sadaka ya gari mimi. Kwa hiyo nina mamlaka ya kusema hicho. Kwa sababu unajua dunia kuna vitu imeanza kutuaminisha, inaanza kututoa kwenye kanuni za kimungu, na tunaanza kubuy some ideas kwa sababu zina make sense. Na ndio Yesu anachokisema hichi, anasema akawaambia bila shaka mtaniambia mithali hii, tabibu, jiponye nafsi yako. Itafsiri hiyo kitu kwamba Yesu, wewe unaombeaga watu wabarikiwe, jiombee. Elia, wewe umekuja unataka mimi nibarikiwe. Wewe mwenyewe una mkate, jiombee, ujipikie mkate kwanza wewe. Nikiona wewe umejipikia mkate, ndio mimi nikuamini wewe. Ingekuwa kwenye Instagram yetu, hiyo comment ungeikuta pale tap, ameandika Aisha wa Magomeni, amepini pale. Kwa sababu dunia imeanza kutuhubiria. Ndio hii anasema jiponye nafsi yako. Mambo yote uliyosikia kwamba yanatendeka Kapernaum, yatende na hapa pia katika nchi yako mwenyewe. Maana yake walikuwa wanafanyaje? Wanadhiaki. Ona mstari wa 25, wa 24 anasema, akasema amini nakwambia ya kwamba hakuna nabii anayekubaliwa katika nchi yake mwenyewe. Mstari wa 25 sasa anasema, lakini kwa hakika nawaambia palikuwa na wajane wengi katika nchi ya Israeli zamani za Elia, wakati mbingu zilipofungwa miaka 3 na miezi 6 na njaa ikaingia katika nchi nzima. Mstari wa 26, wala Elia hakutumwa kwa mmoja wapo. Nilikwambia wakati naanza kufungua ile andiko ya kwamba huyu mwanamke sio Mwisraeli. Sasa na tafsiri katika Ufunuo, walikuwa watu wengi katika kundi la walokole, wala Pastor Fred hakutumwa kwa ajili yao. Kwa nini? Ndani yao hakukuwa na mbegu ya kuamini ya kwamba Mungu aweza kufanya kitu hichi. Na kwa sababu Mungu hatua yake ya kwanza kufanya ni imani, ilibidi atafute mwanamke mwenye imani ambaye ataweza kuabide na mfumo wa neno la Mungu. Kwa sababu Mungu anataka kuleta matokeo, lakini kanuni inagoma. Turudi tena mstari wa 25, nataka uone kitu. Lakini kwa hakika nawaambia, palikuwa na wajane wengi katika nchi ya Israeli zamani za Elia, wakati mbingu zilikofungwa miaka 3 na miezi 6, njaa kuu ikaingia katika nchi nzima. Kwa hiyo hapa Yesu yuko specific, anajua anaongea na Mafarisayo. Angemwambia unajua hata Elia alisaidia wajane wengi, anasema mjane naye muongelea mimi ni yule ambaye kipindi mvua imefunga, ndio ile wafalme tulioisoma. Alafu anasema mstari unaofuata wa 26, anasema wala Elia hakutumwa kwa mmoja wapo, ila kwa mjane mmoja wa Serapta katika nchi ya Sidoni. Nilikuwa nakutafuta hapo. Maana yake kunaweza kukawa kuna wahitaji wengi, ila Mungu huwa hashughuliki na wahitaji wengi. Na ndio maana acha kutembea kwenye mkumbo wa watu wengi, kwa sababu Mungu hafanyi kazi na watu wengi. Tunaweza tukawa tuna maelfu ya watu kwenye ibada hii, ila Mungu hajaja kwa ajili ya maelfu ya watu kwa ajili ya ibada hii. Mungu amekuja kwa ajili ya mtu mmoja ambaye ndani yake ana mbegu ya kuamini.
na ninatabiri kwa neno la Bwana huyo mtu ni wewe. Nasema ninatamka kwa neno la Bwana huyo mtu ni wewe. Nasema natamka kwa neno la Bwana huyo mtu ni wewe. Ninatamka kwa neno la Bwana huyo mtu ni wewe katika jina la Yesu. Anasema ila hakutumwa katika mjane mmoja wa Sarepta. Maana yake kumbe kanuni ya mafuriko haijali watu tu ambao wako ndani. Kuna watu ambao wako nje wakiwa na kiu na wakajaa kwenye kanuni. Hiyo kanuni inaweza ikatembea kwao, na ndio maana haikutembea ndani. Mstari unaofuata 27 anasema kitu gani? Anasema tena palikuwa na wenye ukoma wengi katika Israeli zama za nabii Elisha, wala hapana aliyetakaswa ila Naamani mtu wa Shamu. Kumbuka hawa wote sio Waisraeli. Anazidi kutuonyesha ya kwamba overflow haiheshimu dini unayosali, inaheshimu kanuni unayotembea nayo. Wanangu, niambieni, nisikilizeni, niwaambie kwa neno la Bwana. Unaweza ukashinda kanisani, ukaomba kanisani, lakini ukiwa ni mkono wako umekunja, hautaona overflow. Sitaki kukwambia uongo. Nasimama hapa kama mtumishi wa Bwana, nitakuwa nasema tu kwa jumla nikuridhishe, ila hutaona. Unafikiri kwa nini amtaje yule mwanamke wa Sidoni, Naamani wa Shamu? Kuna kitu alichokuwa nasema. Hii kanuni ni kanuni ambayo inafanya kazi hata nje. Mstari wa 28 anasema wakajaa ghadhabu wote waliokuwa katika sinagogi. Kumbuka hapa anaowaambia na hawajaelewa. Wapo kwenye nini? Sinagogi, wako church. Yani ndio nikwambie ni muktadha wa sasa, na hawajaelewa ujumbe. Kumbe hawa ndio walikuwa wana comment ile kitu kwenye Instagram. Tulijua ni watu wengine, kumbe ana profile nyingine, ila kumbe ni mshirika. Wamtaendelea kuwa wajinga. Wenzenu wanatajirika wa sadaka. Hakuna mtu anayetajirika wa sadaka, mtumishi wa Mungu. Ni milango, ni mbingu huwa zinafungua milango ya watu, na watu wanaogelea katika hizo baraka katika jina. Kama ambavyo hakuna mtu anayetajirika kwa mshahara. Ni mbingu huwa zinafungua milango kwenye ofisi ile ile na mshahara ule ule. Neema ya Mungu inaanza kukufundisha namna ya kuzalisha. Unapokea namna ya kuzalisha, inakufundisha namna ya kumarket. Unapokea namna ya kumarket, inakufundisha namna ya kumultiply ulichokimarket. Inakufundisha namna ya kufika, inakufundisha namna ya kuandika proposal. Alafu wakati inakufundisha inakupaka na mafuta ya kibali. Mnatoa watatu ya kwako inakubalika, na unadhani sio kwamba umeandika vizuri, ni mafuta ya Roho Mtakatifu yalikuwa juu yako, lakini kuna mbegu tayari ambayo tayari ulishatangulia na. Ninakuombea Mungu akupe kunielewa leo. Hayapo mafuriko bila kanuni ya kwanza kutoa utumishi wako, kutoa vipawa vyako, kutoa mali zako, kutoa ujuzi wako, kutoa kila kitu chako kwa ajili ya Bwana, ili Bwana atembee kwenye maisha yako. Mtu unanielewa? Pige kelele haleluya. Unaona, anasema masinagogi yao wakafanyaje? Wakamfukuza. Sasa nirudishe kule. Kwa hiyo unaona kule anatuonyesha ya kwamba kilichotokea, lile pipa la unga halikupungua. Manake hapa sasa tunaanza kuongea nini? Overflow. Tunaanza kuongea kufurika. Wala ile chupa ya mafuta haikufanyaje? Haikuisha. Sawa sawa na neno alilonena Bwana kwa kinywa cha nani? Cha nabii Elia. Mstari unaofuata anasema kitu gani? Ikawa baada hayo, okay, tuishie pale. Manake tunaona imetuonyesha ya kwamba kuna kitu kimetokea, lakini kilikuwa na nini? Na mbegu. Niende nimalizie ujumbe wangu. Nenda soma kitabu cha Wafalme wa Pili. Angalia kitabu cha Wafalme wa Pili. Kuna story same unaiona inafanana na hii. Sura ya 4 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 6. Same story unaiona inafanana na hii. Sasa hii, kumbuka neno la kushika, yule ni mwanamke wa Sarepta. Manake ni mwanamke nje ya taifa la Mungu la Israeli, taifa lilochaguliwa. Tungesema kwenye muktadha wa leo, nje ya wokovu. Kwenye Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 1 tunakutana na mwanamke mlokole mwingine. Sasa huyu ameokoka na huyu sio ameokoka. Huyu ni mke wa nabii. Anasema basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa nabii alimlilia Elisha, akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa, na wewe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa ni mcha Bwana. 1, 2, 3. Na wewe unajua, soma hapo. Nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana.
na aliyemdai amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa. Kwa hiyo nabii amekufa, na nabii Biblia inatuonyesha kabisa alikuwa ni mcha Bwana, ila amekufa na madeni. Wanataka kunipiga mawe. Ni mcha nini? Kwa bahati mbaya alikuwa na mcha Bwana, ila akili tu ya kawaida. So it has to tell you, hizi mambo haziheshimu mtu, zinaheshimu kanuni. Mimi nitegemea nabii unakufaje? Unakufaje na madeni? Na hayo madeni ni makubwa kiasi gani mpaka hayo madeni hakuna kitu kingine kwenye nyumba cha kucompensate mpaka watoto? Mtumishi hapa alikuwa. Sasa ona, kuna kitu, kuna mahali nakupeleka. Mstari wa pili anasema hivi, Elisha akamwambia nikufanyie nini? Alafu alipomwambia nikufanyie nini akaja kugundua bado kanuni itataka kuapply. Wewe ni mke wa nabii sawa, lakini bado kuna kanuni. Mtu wa Mungu, ndio maana mimi naweza nikakuhubiria kuhusu utoaji. Mimi nisipokuwa mtoaji naweza nikahubiri wewe unabarikiwa. Mimi niliyehubiri sibarikiwi. Kanuni. Anasema nikufanyie nini? Hapo akakumbuka huyu asiyakawa kama mume wake. Akamuuliza una nini? Si unataka mafuriko? Bwana alipa deni zangu, una nini? Anasema una nini? Akasema mimi mjakazi wako sina kitu. Same mindset iliyokuwa kwa mume wake ndio ipo kwake. Hakuna asiye na kitu. Hayupo. Poverty mentality ndio imekuaminisha wewe hauna nini? Hauna kitu. Ona kinachotokea. Anasema mimi sina kitu. Alafu wakati anasema sina kitu, akamwambia, akasema sina kitu ila chupa ya mafuta. Chupa ya mafuta ni nini? Sijajua Roho Mtakatifu anakusaidia wewe ambaye umesema huna kitu, anaanza kuonyesha kitu unacho. Pastor, mimi nikipata mtaji, wewe uhitaji mtaji, unahitaji akili. Ninyi mngejua nikimaliza ibada nakoenda, mngekuwa tu mnaniambia amen, au kwanza kwa nimalize tu niondoke. Sina kitu ila chupa. Kwa maana Yesu anasema hivi, aliyenacho ataongezewa. Kwa hiyo kanuni ya maongezo na mafuriko lazima uwe na kitu. Hapo nasema asiyekuwa nacho. Kwa nini aseme aliyenacho alafu asiyekuwa nacho? Anasema aliyenacho ataongezewa. Asiyenacho hata kile anachodhania ya kwamba atacho. Kipi? Mbona Yesu ameshasema hana? Hichi ni kipi? Maana yake kumbe kuwa nacho na kutokuwa nacho it's not physical, ni ufahamu. Alafu ufahamu ndio unaoamua kile physical kinakuwa kitu ama sio kitu. Anasema kwa maana yoyote mwenye kitu atapewa, naye atazidishiwa tele. Sikuijua hii mafuriko tena hapa. Kwa kumbe mafuriko ni matokeo ya nini? Ya mazidisho kutokea kwenye kitu cha mtu aliye. Najaribu kutoa akili ya kimaskini kwenye ufahamu wako ya kwamba pastor, unajua mimi sina kitu. Wewe haiwezekani ukawa tu ndo mtu ambaye huna kitu. Nitamani sana kumtolea Mungu, sina kitu. Nitamani sana kumtolea Mungu, lakini sina kitu. Kuna watu ni mabingwa, anaweza kaja kabisa anakuambia pastor, nitamani sana mimi ningeshiriki, lakini kwa kweli sasa hivi sina kitu. Kwa nimeona nije niseme tu mbele za Bwana. Wakati tunajenga hili kanisa, mnakumbuka hatukuvutana na mtu kutoa. And kuna kitu ambacho kimeacha alama kwenye maisha yangu mpaka kesho. Walikuja vijana wa chuo hapa ambao hao ndio tungesema hawana kitu, lakini walikuwa wanatoka chuoni, wakishafanya masomo yao jioni, wanafika hapa, walikuwa wanafanya kazi ambayo ile kazi ungeiconvert kwa fedha ni hela mamilioni ambazo tungelipa mafundi, lakini wao walisimama wakafanya kwa ajili ya Bwana. Hawa nao walikuwa na sababu nzuri ya kusema sina kitu. Wangekuja ofisini kusema pastor, unajua mimi kwa kweli, yani hata wewe unaelewa, boom alitoshi na mimi kwanza sijapokea mkopo, sina kitu, lakini nguvu
unazo, ufahamu unao, kipawa unacho, neema unayo. Hauna kitu cha kuwapa, lakini kwenye nguo zako wewe una nguo mpaka za form 6 umezijaza pale, unazo. Kwa nini hizo zisifanyike baraka kwa mtu mwingine? Usijifanye unajua mimi nataka kubariki mtu kitu kipya. Huna uwezo wa kutoa kitu kipya. Toa ulichonacho sasa. Sijui kama Roho Mtakatifu anakufungua ufahamu wako. Sijui kama Roho Mtakatifu anakufungua ufahamu. Kwa hiyo hakuna mtu kusema mimi sina kitu. Yaani wewe ukiona unafurahia sana kupokea. Wewe unapewaga zawadi, unapendaga tu kupewa. Hakuna unachotoa. Hiyo ni roho ya umaskini. Kwa jina la Yesu Kristo tunaipiga kwenye maisha yako kwa jina. Katika jina la Yesu, kila roho inayokung'ang'ania katika jina la mamlaka la Yesu Kristo iachie maisha yako kwa jina la Yesu. Yaani haiwezekani wewe unataka tu kupewa. Hata nguo hazikutoshi, unaona hii hainitoshi, lakini kwa sababu unapewa, nipe tu, nitajitahidi nitaivaa. Hivyo unaenda unavaa, unagundua haikutoshi, unarundika pale. Hiyo ni roho ya umaskini. Watu wa Mungu, maisha yetu lazima yajazwe na sisi kufanyika baraka kwa watu wengine. Yaani hakikisha kwenye maisha yako kuna mtu akipiga magoti aseme asante Yesu kwa Pastor Freddy, asante Yesu kwa Rose, asante Yesu kwa Rumba, asante Yesu kwa Diana, asante kwa Yesu kwa Rorin, asante Yesu kwa Kent, asante Yesu kwa Margaret, asante Yesu kwa kila mtu amtaje jina lako. Asante Yesu, asante Yesu, kwa sababu kuna kitu ambacho wewe Mungu ameshakutoa, lakini ukikifanya kwa mtu mmoja kinamtoa hata machozi. Kuna vitu ambavyo wewe kwako havina maana, lakini kuna mtu vina maana kubwa kwake. Ukitaka kuona mafuriko, una nini katika mkono wako? Ukitaka kuona mafuriko, una nini katika mkono wako? Lazima uachilie. Na kumbuka, unapoachilia ni ishara ya unabii kuwa tayari kupokea, kwa sababu hauwezi ukaachilia mkono ukiwa umefungwa. Ni lazima uachilie mkono ukiwa umefunguka. Kwa hiyo ni prophetic sign kwamba as I release, so I am ready to receive. As I release, so I am ready to receive. Ninatabiri kwenye madhabahu ya Bwana, utakapofanyika baraka kwenye maisha ya watu na kuachilia kwa watu wengine, kapu lako halitakosa unga, chupa yako haitaishiwa mafuta. Utakapofanya kwa watu wengine, watu wako hawataishiwa, hautaomba chakula. Biblia inasema, nalikuwa kijana ni mzee, sijawahi kuona mwenye haki akiachwa wala watoto wake kuomba mikate barabarani. Nimesimama kama nabii wa Bwana, ninatabiri mafuriko kwa mikono yako iliyoachiliwa kwa ajili ya watu wengine, kwa ajili ya kazi ya Bwana, kwa ajili ya wahitaji, kwa ajili ya watumishi wa Bwana. Kwa mikono yako iliyoachilia kwa ajili ya wema kwa watu wengine, ninatabiri juu yako leo utaona mafuriko mwezi huu. Ninasimama kama sauti ya Bwana ya kwamba mwezi huu hautakiwi kuisha kabla hujaona mafuriko, ikiwa mikono yako imeachilia. Ninatabiri kwa neno la Bwana ya kwamba mwezi huu hautakiwi kuisha kabla hujaona mafuriko, ikiwa mikono yako itaachilia. Ninatamka kibali cha Bwana juu ya maisha yako, kwenye kila mbegu iliyoko kwenye mikono yako, kwenye kila kitu kilicho kwenye mikono yako, Bwana atakupa kuachilia. Ninatamka neema juu yako ya kwamba hiyo roho ya umasikini ya kudhani wewe hauna kitu cha kufanya, leo katika jina la Yesu ninaikataa. Ninatamka neema juu ya maisha yako ya kwamba chochote ambacho kinazuia neema ya Bwana kutokea kwenye maisha yako katika jina la mamlaka la Yesu haitakuwa juu yako tena katika jina la Yesu. Ninatabiri kwa neno la Bwana kwenye maisha ya mtu fulani kwa jina la Yesu ya kwamba chochote ambacho ni ahadi ya Bwana kwenye maisha yako leo kwenye ibada hii, Bwana anakifanya kitokee kwako. Ninatabiri kwenye maisha yako ya kwamba mafuriko ni sehemu yako, mafuriko ni sehemu yako. Ninatabiri kwa neno la Bwana ya kwamba mafuriko ni sehemu yako. Ibuka kwa miguu yako, anza kuomba. Kama unakubali, anza kupitia jina la Bwana. Unacho kitu. Kababa ya raboko sekeba. Shaka ya tabaga ya baba. Overflow. Papa ya takama ya nabogosika. Ninasikia Bwana amekomboa mioyo ya watu ambao
walikuwa wanajiona wao hawana kitu cha kufanya, wanajidharau. Neema ya Bwana imekuja juu ya maisha yako leo. Neema ya Bwana imekuja juu ya maisha yako leo. Neema ya Bwana imekuja juu ya maisha yako leo. Unapokea. Nasema unapokea. Nasema unapokea. Nasema unapokea. Nasema unapokea. Nyosha mikono yako juu kwa Bwana. Kapaya dabokosika. Ukienda yule mama anasema sina kitu. Anasema sina kitu ila tu chupa ya mafuta. Nabii anamwambia badilisha mindset. Nenda kachukue vyombo vingi. Maana yake kanuni ya pili tunayoiona hapo, anamwambia nenda katafute uwezo ndani yako. Anasema kachukue vyombo vingi, usilete vichache, kavilete vyombo vingi. Kumbuka vyombo vingi maana yake ni ile hali ya utele wa ndani kiasi kwamba you can just throw it away. You can just give it without even considering. Maana yake hicho kuna mwambia yule mama, imani yako wewe uamini Mungu anaweza kafanya. Biblia inasema yule mama kaenda kachukua vyombo, na walipokuwa wanaweka yale mafuta, vyombo vilivyoisha mafuta yakakata. Na hapa ndio inaunganika na ile ya tukuza wezaye kufanya mambo makubwa na ya ajabu kuliko yale tunayoyawaza, kuliko yale tunayoomba, kwa kadiri ya capacity itendayo kazi ndani yetu, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Mungu amenituma nikwambie limitation ya mafuriko iko ndani yako. Yani mafuriko wewe ndiye unayewazuia. Utafurika kiasi gani wewe ndiye ambaye unazuia. Utafurika kwa kiasi gani wewe ndiye ambaye unazuia. Lakini capacity ikiwepo kubwa ndani yako, ukapanua ufahamu wako, inawezekana. Nyosha mikono, piga kelele, hey, yes! Piga kelele, Yesu! Mchana wa leo nimesikia neno lako, na mimi sasa ninataka kufurikiwa na neno lako. Karabakasika. Roho wa Mungu ananikumbusha kitu ya kwamba mafuriko haya huwa yanaanza na Roho Mtakatifu ndani yako. Anaanza kutibua visima vya ndani yako. Ninaachilia nguvu sasa katika jina la Yesu. Nyosha tu mikono yako juu. Ninaachilia nguvu ya Bwana kwenye maisha yako, ambayo itatrigger mafuriko ndani yako, itakayobadilisha ufahamu ndani yako, itakayokupa kuwaza kwa namna isiyo ya kawaida katika jina la Yesu. Ninaachilia nguvu ya Roho Mtakatifu. Hiyo nguvu inaenda inapita ndani yako. Hiyo nguvu inaenda inapita ndani yako. Wasaidieni hiyo nguvu inaenda inapita kila ambacho kimekuzonga, kila ambacho kimekuzuia katika jina la Yesu. Hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo inapita, inaenda inachukua moyo wako wote, mwili wako wote, kila kitu chako katika jina la Yesu. Wenyosha tu mikono yako juu. Ndio hiyo sasa, wasaidieni. Unapokea ndio hiyo, 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 inakubatiza ndio hiyo, inakubatiza ndio hiyo. You are receiving it now. You are receiving it now. Unaipokea sasa. Unaipokea sasa. Unaipokea sasa. Unaipokea sasa. Unaipokea sasa. Wewe nyosha tu mikono juu. Mwambie Bwana, nimesikia neno hili. Nataka mafuriko. Nataka mafuriko. Nayataka mafuriko. Acha yaanzie ndani yako. Acha yaanzie ndani yako. Acha yaanzie ndani yako. Acha yaanzie ndani yako. Kwa nguvu hii ninatuma neno hili kwenye maisha yako sahihi. Kila ambacho kinakuzuia, kila ambacho kinakuzuia, kwa jina la Yesu Kristo ninatamka kila mikono iliyozuiwa, hiyo mikono ifunguliwe sasa hivi. 1, 2, 3. Funguliwa, 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 funguka, funguka. Kila mikono iliyozuiwa, kila kikombe kilichozuiwa kisione mafuriko kwa neno la Bwana. 1, 2, 3. Pokea, 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 pokea. Wasaidieni everywhere. Kapaya katapa, shekepa kapa. Kila ambacho kimezuia maisha yako hayapigi hatua kwa neno la Bwana, ninalituma neno la Bwana kwenye maisha yako. Ninalituma neno la Bwana kwenye maisha yako. Kila ambacho kimekufunga, ninalituma neno la Bwana kwenye maisha yako. Rakapaka sekepa payatapo kushika payaka shaka payaka. Wasaidieni hao, waleteni kwenye madhabahu. Shaka payaka rikapaka payaka. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Funduka, 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 funduka leo, funduka,
Funguka, funguka leo. Funguka mwanangu, funguka. Funguka, maisha yako yafunguke. 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 Papaya tapapa, sheke pakatapa. Funguka, maisha yako yafunguke. Rika pasika, kasheke payaka, riko sika, rika pasika, sheke payakapa. Ni leo, 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 ni leo. Achia maisha mtu huyu. Neema ya Bwana, 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 neema ya Bwana iajaze maisha yako na utukufu mwanangu. Iajaze maisha yako na utukufu. Iajaze maisha yako na utukufu. Rakapa sekepa, sekepa kapa yadaboko, reko sekepa kadaba. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Payada baba yada boko seke bagada baba ya. Reko seke kapakataba. Yerere bagabasika. Seke payada boko sika bayada ba. Rika pakada bagaba. Yosha tu mikono wako. Kuna nguvu isiyo ya kawaida inatembea. Chochote kilichokufunga leo kwa jina la Yesu. Leo kilichozuia ufahamu wako usipige hatua. Kilichozuia ufahamu wako usipige hatua kwa jina la Yesu. Kababa yadabuko sekeba. Nyosha mikono yako juu. Kapaka dabaka sekekebaga. Kadabaka baba katabaha. Haka 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 hayada ya rikaba sededege sheke mayanaka manakaya daga sekebo riko seke pakadabaga ushakapa yadaba. My Lord, my Father. Asante kwa kufuatilia mfululizo huu. Ili kuwa wa kwanza kupata mahubiri, masomo na vitabu vya Pastor Fred Msungu, tafadhali tufuate kwenye mitandao yetu ya kijamii @FredMsungu. Pia usisahau kulike, comment, share, subscribe.